Kwa jina naitwa Kurthum Mohamed Ndaro. Ni Mtanzania ninaishi Dubai. Niko kikazi na Mwanamvua ni binti yangu, mtoto wa kaka yangu, Waziri Mohamed Mkacho. Huyo ni kaka yangu. Mwanamvua ana muda wa miezi 10 Omani. Na alipofika Omani nilikuwa nikichati naye kwa mara kadhaa akidai kwamba nyumba anaoishi si nzuri kimazingira ya humo ndani, yani baina yeye na matajiri zake, yani watoto wa madamu wake. Kwa sababu watoto wa madamu wake hawakai pale nyumbani, wote wameolewa. Kwa hiyo alikuwa anaishi tu yeye na madamu wake pamoja na mume wa madamu wake. Kwa hiyo wale watoto walikuwa wakija Ijumaa kwa ajili ya kumtembea mama yao na baba yao, kumsalimia. Kwa hiyo mara nyingi walikuwa akija pale wanakuwa na tafrani. Si unajua huyu anataka hichi, mara hawaelewani, mara wanagombana. Kwa alikuwa akinieleza alikuwa anapitia changamoto hizo. Kwa sababu sisi wapambanaji tuna tabia ya kupeana moyo. Kwamba stahimili, vumilia, kwa sababu umekwenda kutafuta, ipo siku Mwenyezi Mungu atafanya wepesi na utarudi inshallah. Kwa hiyo ikaendelea hivyo, lakini alikuwa akiniambia kwamba akimaliza anahitaji kuondoka, either arudi Iraki alikokuwa akifanya mara ya kwanza au aje atafute kazi Dubai, lakini kwa pale pale tena hawezi. Nikamwambia inshallah, vumilia, Mwenyezi Mungu ataleta heri na utakuwa sawa. Juzi nikachati naye kwa mara ya mwisho, ilikuwa ni Jumamosi nakumbuka. Nikamuuliza, kanambia hivyo hivyo anti, mwako umepinduka, lakini ni hivyo hivyo tunaendelea. Nikamwambia basi heri, itakapokuwa tutakuwa tunajulishana. Jumapili mimi nikatoka, nilikuwa niko off, sikuwa online kutwa nzima. Jana Jumatatu asubuhi sikuweza kumcheck kwa sababu nilikuwa busy. Lakini inasemekana kwamba jana asubuhi aliingia kwenye simu yake, asubuhi akaposti status pamoja na Facebook na akawasiliana na baadhi ya ndugu zake na rafiki zake wa karibu. Paka kufika kwenye mida ya saa 5 alikuwa ameshamaliza kunywa chai na kufanya kazi zake za ndani za kawaida, akasema kwamba atoke nje. Kwa maelezo niliyoyapata kwamba kuna chumba ambacho kinafungwa na hicho chumba anaruhusiwa kuingia bosi wa kiume peke yake humo ndani, kwamba kwa nyuma kuna miti imepandwa, bosi ndo anamwagilia maji hiyo miti. Kwa hiyo hatuwezi kujua kwa sababu mimi sijafika hayo maeneo, kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa babake jinsi alivyonieleza kwamba alichukua funguo, inavyosemekana bosi wake ndo anadai kwamba akafungua kwenye hicho chumba, akatoka kwa uani ndio kwenda kukutana na hiyo harika iliyomkuta, kwamba alikanyaga mfuniko wa hilo chemba then akadumbukia. Kwa muda huo wa saa 5 mpaka saa 7 bosi wake inasemekana kwamba hakumuona Mwanamvua ndani. Amekuja kushtuka saa 7 kwamba mfanyakazi wake ndani hayupo. Hiyo haingia kilini. Kwa sababu sisi wafanyakazi tunajua mazingira tunaoishi, ni muda wote unapokuwa na bosi wako mnaonana kwa sababu nyumba ndio hiyo hiyo. Sasa ndani ya masaa 2 bila kuonana na msichana wako wa kazi, lazima bosi uwe na question mark kwenye kichwa chako. Umeingia chumbani umemwangalia hayupo, umekwenda sebleni kote umeingia umemwangalia hayupo. Kwa nini usijiulize huyu msichana yuko wapi? Na mazingira unaweza Mwanamvua kabla hajafariki kwamba maeneo anaoishi hakuna supermarket karibu. Supermarket ukitaka kwenda ni kwamba unatembea mwendo wa lisali 1.5 ndio unaipata supermarket. Kwa hiyo kwa kusema kwamba alikuwa amekwenda supermarket, huo ni uongo. Kwa hiyo ndani ya masaa 2 alikuwa anatakiwa amtafute mfanyakazi wake na ajue yuko wapi. Kwa hiyo saa 5 mpaka saa 7 ndo anakuja kugundua kwamba mfanyakazi wake ametumbukia kwenye shimo. Sawa. Baada ya hapo walimpigia simu baba yake na Mwanamvua. Wakamwambia kwamba Mwanamvua ametumbukia kwenye chemba, tumemtoa, kwa hiyo unasemaje? Wanamuuliza ule baba wa mtoto kwamba anasemaje, la sivyo wamzike. Baba mzazi akasema haiwezekani kumzika binti yangu bila ridhaa yangu, na sitaki mumzike Oman, nataka asafirishwe aletwe Tanzania. Sawa. Wamemtoa katika mazingira gani? Hatujui, kwamba waliita polisi ndio wakamtoa au walimtoa wenyewe kama familia au waliita majirani. Mimi na wewe hatujui kwa sababu hatukuwa katika ile eneo la tukio. Baada ya hapo tumetumiwa picha ya lile shimo aliloingia Mwanamvua. Kwa sababu kama walijitahidi kumtoa mle ndani kwenye shimo, basi kungekuwa kuna matope au kuna miguu ya watu ambao walikuwa wakishiriki kwenye ile tukio la kumtoa Mwanamvua. Lakini kila ukizumu
hauoni miguu wala matope katika lile eneo la tukio. Bado tuna mashaka. Namba 3, mimi nikafanya mawasiliano na anti yangu ambaye yuko Omani, nikampatia namba za mabosi wa Mwanamvua, nikamwambia wapigie na uwaombe uende basi ukaone mwili wa mtoto wetu. Anti akawapigia na akazungumza na bosi wake yule wa kiume. Akamwambia anahitaji kuja nije nimuone mtoto wangu. Akamwambia haiwezekani kwa sababu tumeshampeleka mochwari na ameshafungwa, kwa hiyo huwezi kumuona. Impossible, hiyo haingii akilini. Lazima amuone kwa sababu ni binti yake. Kwa nini walitaka kumzika haraka? Namba 2, tunasema mtu aende akamuone, wanakataa mtu asimuone. Namba 3, alichofanya baada ya kupata msiba hakuweza kupiga simu balozini na kutoa taarifa kwamba jamani, mimi ni fulani, nyumba yangu iko sehemu fulani na mtaa ni fulani na nyumba namba fulani, lakini nimepata msiba wa Mtanzania. Hakuweza kufanya hicho kitu cha kupiga simu embassy na kuwajulisha. Kwa hiyo alichukua tu maamuzi moja kwa moja na kumpeleka hospitali kwa ajili ya kumtengenezea certificate ili amsafirishe. Kiukweli tunaumia. Hichi kifo cha huyu Mtanzania ambaye ni binti yangu, mtoto wa kaka yangu, kiko katika utata. Yaani tuko kwenye maswali mengi ambayo hatupate majibu. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji ushirikiano wa ubalozi wa Omani pamoja na huyo bosi atupe kila kitu. Imekuwaje Mwanamvua amefariki katika mazingira gani, na hilo shimo lina urefu wa kiasi gani, alimtoa akiwa yuko na kina nani, polisi, familia au jamaa na marafiki wa pale anapokaa. Kwa hicho ndo tunachotaka kufahamu, lakini haiwezekani amsafirishe bila mwili wa ndugu yetu kufanyiwa uchunguzi. Sisi tumekuja kutafuta huku, tunaumia sana ndugu zangu. Kwa hiyo tunaombeni msaada wa Watanzania kupaza sauti hii iende kwa serikali ili iweze kutusaidia kupata haki ya ndugu yetu. Ni hayo tu, hakuna mengine. Pole sana Kuruthumu. Ubalozini pale wamewapa lakini ushirikiano. Yes, tunashukuru. Hii asubuhi wametupa ushirikiano. Wamempigia bosi simu, wakamwambia njoo balozini, na kweli ameitikia wito, amekwenda, amefika. Wamezungumza, lakini bado hatujapata majibu kilichozungumzwa ni kitu gani, kwa sababu anti naye anasubiri apewe majibu ndimo aweze kunitumia mimi wa Dubai. Alafu mimi nifahamishe familia Tanzania. Kwa mpaka saa hizi hatujajua baina yule bosi na ule ubalozi pale alipokwenda kuna kitu gani kinachoendelea. Kwa hiyo bado tuko kwenye sintofahamu ni kitu gani kinachoendelea mpaka dakika hii. Okay. Lakini tunahitaji msaada. Mtoto wetu, yani in short tunahitaji msaada, mwili ufanyiwe uchunguzi, tujue kifo chake kimetokana na nini. Na utakaposafirishwa na kufika Tanzania tujiridhishe amekufa kweli kwa kutumbukia kwenye hiyo chemba au amefanyiwa kitu kibaya, kwa sababu huko nyuma kulikuwa kuna matatizo baina ya mfanyakazi na matajiri zake pale nyumbani ambao ni watoto. Kwa hiyo astakafiru, Mwenyezi Mungu nisamehe, sitaki kuchuma dhambi. Hatuwezi kusema wamemuua au la, kwa sababu kifo kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Lakini haiwezekani ndani ya masaa 2 bila kumuona mfanyakazi wako. Mimi nafanya kazi za ndani, nasema kabisa live. Niko kwenye kazi za ndani na naishi na madamu wangu tu nyumbani vizuri alhamdulillah. Na kila mara tunaonana huko ndani, asipokuona dakika 2 lazima atamuuliza mfanyakazi mwenzangu ndani, Kuruthumu yuko wapi? Mbona simuoni? Labda yuko chumbani amejipumzisha au labda yuko toilet hivyo. Sasa masaa 2 bila kumuona mfanyakazi wako haingia akilini ndugu zangu wa Tanzania. Haiwezi kuingia akilini. Na yeye Mwamvua, pole sana Kuruthumu, pole sana. Pole mno. Yeye Mwamvua labda ana familia huku, labda alivyoondoka aliacha mtoto, mume. Mwanamvua na watoto 2. Hana mume, ni single mother, alikwenda kujitafutia mwenyewe, na watoto 2. Baba yake mzazi yuko hai, mama yake mzazi yuko hai na wadogo zake. In short Mwanamvua alikuwa anategemewa na familia yake. Pole mno. Mpaka sasa hivi anti hajafanikiwa sasa kuona mwili wa marehemu, labda kujua kama kweli alidondoka kwenye hilo shimo. Majirani je? Majirani je labda amepigia simu? Hapana, amewapigia simu hivi karibuni, kumpigia simu yule madam kumwambia ndio tunataka kutoka, akamwambia hapana, usije, bosi ametoka, amekwenda balozini na mimi hapa nyumbani natoka, kuna sehemu naenda. Yani wanaile kutuzungusha kuto kumuona mtoto wetu, kwa sababu anti alikuwa anatakiwa aende akauone mwili alafu achukue vitu vya marehemu.